kuwashukuru sana mkurugenzi kwa mawazo haya na maono haya, na nakumbuka wakati unaniambia nikakwambia ni kama Mungu kile nilichokuwa nakiwaza na nyinyi kumbe mnakiwaza. Kwa hiyo Mungu ametupa maono yanayofanana. Katika moja ya ahadi zangu ni kuhakikisha ninasimamia swala zima la elimu, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Wengi tumefika hapa ni kwa sababu ya elimu. Lakini niwapongeze halmashauri kwa jitihada ambazo mnazifanya, na jitihada ambazo zinafanywa na serikali tunaziunga mkono, lakini ni ukweli usiopingika kwamba bado kuna changamoto kubwa kwenye swala la madawati, kwenye swala la viti, kwenye swala la mazingira bora ya watoto wetu shuleni, lakini bado tuna changamoto ya walimu. Kwa hiyo tunaendelea, na ninaamini kwa uwezo wa Mungu itafika muda hatutazungumzia tena changamoto ya madawati, changamoto ya viti, changamoto ya walimu. Kwa hiyo katika ahadi zangu niliwaahidi wana Kigoma Kaskazini kwamba swala la elimu, miaka yangu 5 ninamuomba Mungu anisaidie, sitamani kuona kuna mtoto anakaa chini. Katika shule nyingi ambazo nimepita wakati wa kampeni, kuna mazingira unafika, mimi kama mama na mzazi, moyo wangu ulikuwa unaniuma sana kuona mazingira ambayo watoto wetu wanasoma. Lakini nikasema hawastahili kusoma katika mazingira haya. Kwa hiyo mimi niseme jitihada hii naunga mkono kwa 100%, na ni kiu yangu kuona kwamba mpaka nafika 2030 kwa miaka 5 sitaona mtoto anakaa chini, sitaona mtoto anakwenda kwenye choo ambacho hakina maji, watoto wanaingia chooni kuna kinyesi. Ni hatari, na Kigoma ni moja ya maeneo ambayo tunapata magonjwa ya kipindupindu mara nyingi. Kwa hiyo watoto wetu wanakuwa wapo kwenye hatari ya kupata hata kipindupindu na kupoteza maisha. Na yako maeneo watoto wengine wakiwa shule wanakimbilia kwenda kujisaidia vichakani. Ni hatari kwa wadudu kama nyoka, kwa kukatwa na vyupa. Kwa hiyo mimi niombe wadau, waheshimiwa madiwani, tushirikiane kwa pamoja, viongozi wa kijiji, watendaji, tushikamane kwa pamoja. Dira ya kila chama cha siasa ni kuleta mabadiliko kwa wananchi wake. CCM dira yao ni kuleta mabadiliko, ACT ni kuleta mabadiliko. Kwa hiyo Kiza ni mbunge wa upinzani wa ACT, madiwani wengi ni CCM au wenye viti wa vijiji wengi ni CCM, lakini sote dira yetu na lengo letu ni kuona tunafika na kuleta mabadiliko kwa wananchi. Kwa hiyo mimi niombe tushikamane, tushirikiane, na mlango wangu uko wazi kwa kila mtu kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko Kigoma Kaskazini. Tunatatua changamoto za watoto wetu wasikae chini, tuweke simenti. Lakini pia nikiwa bungeni lazima nipambane na kupigania kuhakikisha kwamba tunapata walimu wa kutosha wa kutufundishia watoto wetu jimbo la Kigoma Kaskazini. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa DC, katika hili naunga mkono 100%. Na kwa kuanza siku ya leo ninaelekeza meza yako na kwa mkurugenzi, katika pesa ya mfuko wa jimbo wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini nitatoa shilingi milioni 40 iende tukahakikishe kila kijiji watoto wanapata madawati, na tutengeneze vyoo, watoto wetu wasome sehemu nzuri, na wao wanastahili kusoma sehemu nzuri kama watoto wa wabunge, watoto wa mawaziri na watoto wa watu wengine. Kwa hiyo ninaomba milioni 40 itakuwa ni mchango wangu, na huo ni mwanzo. Na mimi hapa kuna wadau, lakini nitaendelea kutafuta wadau hata wa nje ya nchi pia kuhakikisha kwamba wanatuchangia tuboreshe elimu, tuboreshe kata zetu na tusaidie wananchi. Mungu awabariki na niwatakie kila la heri.